Serikali kupitia Wizara ya Madini katika kipindi cha Julai hadi Disemba 2025, wizara imefuta jumla ya leseni 73 za utafutaji na uchimbaji madini kutokana na makosa mbalimbali ikiwa ni pamoja na kutokuendelezwa. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu kutoka Dodoma. Kauli hiyo ameitoa Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu utekelezaji wa wizara hiyo ndani ya kipindi cha siku 100 za Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Waziri Mavunde amesema baadhi ya maeneo yaliyokuwa na leseni hizo yatatengwa kwa ajili ya wachimbaji wadogo pamoja na vijana, wanawake walio katika programu ya Mining for Brighter Tomorrow. Katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita, tumefuta leseni za utafiti mkubwa 73 zenye ukubwa wa eneo la ekari 741,000, ambapo kuna mtu mmoja alikuwa na leseni, ukiziunganisha ukubwa wake ni sawasawa na halmashauri za manispaa za Moshi 11. Maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan ni kufuta maeneo haya na kutengwa kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Kazi hiyo imefanyika na maeneo haya yametengwa sasa kwa ajili ya wachimbaji wadogo, na leseni zimeendelea kutolewa kwa wingi sana kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Katika kulitibu hili, Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo ya kwamba ili kesho na kesho kutwa Waziri wa Madini asiwaite tena kuja kuwatangazia kwamba nimefuta leseni. Sasa tunakwenda kwenye mfumo ambao utakuwa unaitwa e-license, ambako haitakuhitaji wewe unafika wizarani mara kwa mara wala kuonana na maafisa wa Wizara ya Madini. Ni mfumo ambao utakwenda kutibu matatizo mengi tulionayo hivi sasa. Katika leseni zile za utafiti, kupitia mfumo huu utapewa leseni, alafu ndani ya miezi mitatu leseni inataka mwenye leseni awasilishe taarifa ya utafiti wake. Usipowasilisha ndani ya miezi mitatu, utapata notification ya default notice, na tutakupa kipindi cha kurekebisha yale changamoto zako. Baada ya hapo itajifuta automatically, kwa hiyo hutakuwa na kugombana na mtu tena. Na hii pia watu wote wenye maeneo makubwa nafikiri sasa mchukue na muone namna ya kulifanyia kazi eneo hili ambalo limekuwa na changamoto kubwa ya leseni nyingi kushikiliwa hazifanyiwi kazi. Upande wake, msemaji mkuu wa serikali na katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Bwana Gerson Msigwa amewataka vijana kuchangamkia fursa zinazotokana na sekta ya madini hapa nchini. Moja kati ya maeneo ambayo tunayazungumza tukiwa kifua mbele ni eneo la madini, sekta ya madini, kwa sababu ni sekta ambayo inafanya vizuri, imewasaidia vijana wengi wako kwenye kazi. Nilikuwa naongea na mtu mmoja nikasema, bwana, ukizungumza wizara ambazo zikilala zikiamka zinalala na vijana, basi ni wizara hii ya madini, kwa sababu mzee akishazeeka kule kwenye mashimo hawezi kuingia, wala yale makarai mazito yale hawezi kunyanyua. Kwa hiyo kazi inafanywa na vijana, na mimi niwapongeze sana vijana wa Tanzania kwa kuchangamkia fursa hii, na tuendelee kufanya hivyo. Tukilala watakuja wageni, watatumia fursa hizi. Madini ni ya watu wote duniani, cha msingi ni kufuata tu sheria. Kwa hiyo kijana wa Tanzania ukilala, basi watu watatoka nchi jirani, watatoka mbali, watakuja watachimba, wakifuata tu sheria za nchi, watachimba, wataondoka. Lakini uzuri ni kwamba Mheshimiwa Waziri, tunakuona sana siku zote huko maeneo mbalimbali unahamasisha vijana, na kwa sababu vijana wanakupenda, naona wengi wamejitokeza wanakuja kwenye sekta ya madini. Na Mheshimiwa Naibu Waziri pia na kuona mara nyingi, tunakushukuru sana kwa kazi hiyo kubwa ambayo mnaifanya kuhamasisha vijana kujua. Ikumbuke kuwa mchango wa sekta ya madini katika pato la taifa umekuwa 6.8% mwaka 2020 hadi kufikia 10.1% mwaka 2024, ambapo katika robo ya kwanza ya mwaka 2025 mchango huo ulifikia 11% na kuongezeka hadi 12% katika robo ya pili ya mwaka 2025. GMTV Dodoma.